ni roho ya uaminifu. Somo letu la leo ama ujumbe wetu wa leo ni roho ya uaminifu. Kama ilivyo ada, ninaweka msingi kwa kusoma neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Danieli. Danieli ni vizuri ukawa unaandika, mwanafunzi mzuri anaandika. Mwanafunzi mzuri anaandika, na mimi napenda watu wanaoandika. Danieli sura ya 6 mstari wa 1 hadi mstari wa 4. Ilimpendeza Dario kuweka juu ya ufalme maliwali 120 wawe juu ya ufalme wote, na juu yao akaweka wakubwa 3, na Danieli alikuwa mmoja wao, ili maliwali hawa watoe hesabu kwao, mfalme asipate hasara. Basi Danieli huyo alipata sifa kuliko wakubwa na maliwali, kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake, naye mfalme akaazimu kumweka juu ya ufalme wote. Basi mawaziri na maamiri wakatafuta sana kupata sababu za kumshtaki Danieli kwa habari za mambo ya ufalme, lakini hawakuweza kuona sababu wala kosa, kwa maana alikuwa mwaminifu, wala halikuonekana kosa wala hatia ndani yake. Na useme amen. Roho ya uaminifu. Kwa lugha nyingine, roho ya uaminifu ni tabia ya uaminifu. Na moja ya masomo au mambo magumu sana kuyafundisha ama kuyahubiri ni somo la uaminifu. Uaminifu ni somo gumu kulifundisha ama kulihubiri, si kwa sababu ya ni ngumu kulielezea ama kulitafasiri au kueleza maana yake, lakini ni ngumu kwa sababu ni ngumu pia kuliishi. Ni ngumu pia kuliishi. Na kawaida ya mhubiri yoyote, mtumishi wa Mungu yeyote, mwalimu yeyote wa neno la Mungu, hatakiwi kufundisha kitu asichoweza kukiishi. Hatakiwi kufundisha, ni kosa kufundisha jambo ambalo wewe hauliishi. Ndio maana Paulo alisema, nautesa mwili wangu na kuutumikisha, nisije nikawahubiri wengine, mimi mwenyewe nikawa mtu wa kukataliwa. Paulo alifahamu anachokifundisha lazima awe anakiishi, na hiyo ndio tabia ya yeyote ambaye anaitwa ni mtumishi wa Mungu. Haleluya! Kuto kuishi kile unachokifundisha, Yesu anaita huo ni unafiki. Aliwaambia wanafunzi wake alipokuwa anaongea na makutano na wanafunzi wake, akawaambia, waandishi na Mafarisayo, utaona Mathayo sura 23 kuanzia mstari wa 1 na kuendelea hadi mstari wa 4, utaona Yesu anasema waandishi na Mafarisayo
wameketi katika kiti cha Musa. Yoyote wanayowaambieni muyashike na kuyatenda, lakini kwa mfano wa matendo yao msitende. Yoyote wanayowafundisha muyashike na kuyatenda, lakini kwa mfano wa matendo yao msitende, kwa kuwa wao hunena pasipo kutenda. Huwabebesha watu mizigo mizito mabegani mwao, wao wenyewe hawako tayari kuishika ile mizigo hata kwa vidole vyao. Anasema hawa ni watu wanafiki. Kuishi kile unachokifundisha, unajiondoa kwenye kundi la kuwa mtumishi wa Mungu aliye mnafiki. Lakini pia kukifundisha kitu unachokiishi kinakupa pia ujasiri wa kufundisha ama kuhubiri kile unachokiishi. Haleluya, haleluya. Tunaposimama kwenye mimbari kuwahubiria watu wengine, kuwafundisha watu wengine, yapasa maisha yetu kwanza, kabla sijaongea, maisha yetu ya wahubiri watu wengine. Haleluya. Kabla sijasema chochote, nikisimama tu, nikisema somo, nikisema ujumbe, ukiyatazama maisha yangu, yapasa maisha yangu ya uhubiri kabla mimi mwenyewe sijahubiri kwa kinywa changu. Sema amen. Kwa sisi ambao tunaitwa ni watumishi wa Mungu, lazima tuelewe tuna kazi kubwa sana ya kuishi maisha yanayompendeza Mungu kabla hatujawahubiri wengine. Ndio maana Yakobo anawaonya walimu, anawaonya wahubiri, anasema msiwe walimu wengi, kwa kuwa mtapata hukumu kubwa. Mtu anawezaje kupata hukumu kubwa? Atapata hukumu kubwa kwa sababu anachokifundisha sicho anachokiishi. Kwa lazima, ndugu zangu, sisi wahubiri na tuogope. Bwana tusaidie, Bwana tusaidie. Kuna hukumu ambayo inawasubiri wahubiri kwa sababu ya kuto kuyaishi wanaoyafundisha. Na huwezi kupata ujasiri. Unapataje ujasiri? Unapoonyesha watu kidole, vidole vingine vinakutazama wewe. Jiangalie na wewe. Kwa somo la uaminifu ni gumu kulifundisha kwa sababu uaminifu, kuishi maisha ya uaminifu ni kazi ngumu sana. Haleluya. Zaburi 12 mstari wa kwanza. Mtu mmoja kama amefika asome hapo, tukomboe wakati. Ndio. Zaburi 12 mstari wa kwanza. Inasema, ndio, Bwana uokoe, maana mcha Mungu amekoma, maana waaminifu wametoweka katika wanadamu. Haya ni maneno ya mtumishi wa Mungu Daudi. Anasema wacha Mungu wamekoma, lakini waaminifu wametoweka. Walikuwepo waaminifu, lakini walikuwepo wachache sana. Anasema waaminifu wametoweka. Bwana tusaidie, Bwana tusaidie. Haleluya. Kwa hiyo tunapofundisha uaminifu, mimi mwenyewe lazima nijikague
ni kwa jinsi gani mimi ni mwaminifu. Ni mwaminifu kwenye muda. Ni kwa kiwango gani mimi kwenye muda ni mwaminifu? Ni kwa kiwango gani kwenye pesa mimi ni mwaminifu? Ni kwa kiwango gani kwenye mahusiano, kwenye ndoa mimi ni mwaminifu? Je, naweza kuaminiwa na mke wangu? Naweza kuaminiwa na watoto wangu? Naweza kuaminiwa na kanisa? Naweza kuaminiwa na ndugu zangu? Mtu aliye mwaminifu lazima aaminiwe. Na usema amen. Sema amen. Kwa lazima mtu ujipime wewe mwenyewe, ni kwa jinsi gani wewe ni mwaminifu mbele za Mungu na mbele za watu. Samueli wa kwanza, Samueli wa kwanza. Watu wa maisha yao yameandikwa ili tujifunze kutoka kwao. Samueli wa kwanza sura ya 12 mstari wa kwanza. Sikiliza maneno hayo kwa nabii Samueli ambaye alikuwa ni mwamuzi, ambaye alikuwa ni kuhani, lakini pia alikuwa ni nabii kwa wakati mmoja. Sikiliza maneno ambayo Samueli ameuita mkutano wote wa Israeli, wote kwa pamoja. Wakati huo wana wa Israeli wamesema, sisi hatutaki kuongozwa tena na Mungu, tunataka tuongozwe na mfalme. Samueli anatoa hotuba ya mwisho, ameuita mkutano mzima wa Israeli, anawaambia maneno haya. Sikiliza. Biblia inasema katika Samueli wa kwanza sura ya 12 mstari wa kwanza. Ndiyo. Kisha Samueli akawaambia Israeli wote, angalieni, nimesikiliza sauti yenu katika hayo yote mlioniambia, nami nimemtawaza mfalme juu yenu. Basi sasa, angalieni, mfalme anakwenda mbele yenu, na mimi ni mzee mwenye mvi. Tena tazameni, wana wangu wapo pamoja nanyi, nami nimekwenda mbele yenu toka ujana wangu. Sikiliza maneno ya Samueli. Anaongea mbele ya mfalme Sauli, anaongea mbele ya mkutano wa Israeli, na anaongea mbele ya watoto wake. Anawaambia, mimi nimekwenda mbele zenu. Endelea. Ujana wangu hata leo, nami nipo hapa. Basi mnishuhudie mbele za Bwana. Nami nipo hapa, basi na munishuhudie mbele za Bwana na mbele ya Masihi, na mbele ya Masihi, mbele ya mfalme Sauli, munishuhudie. Nalitwaa ng'ombe wa nani? Nalitwaa ng'ombe wa nani? Au nalitwaa punda wa nani? Au nalitwaa punda wa nani? Au ni nani niliyemdhulumu? Au ni nani niliyemdhulumu? Ni nani niliyemuonea? Ni nani niliyemuonea? Au kwa mkono wa nani nimepokea rushwa? Au kwa mkono wa nani nimepokea rushwa? Inipofushe macho. Inipofushe macho. Nami nitawarudishia ninyi. Nami nitawarudishia ninyi. Nao wakasema. Nao sikiliza, amemaliza maneno hayo, anaongea mbele ya Israeli. Anasema, ni nani niliyemdhulumu? Ni nani niliyepokea rushwa kwake? Ni nani niliyemwibia punda wake? Biblia inasema, nao wakasema. Wakasemaje? Hukutudhulumu. Hukutudhulumu. Wala hukutuonea. Wala hukutuonea. Wala hukupokea kitu kwa mkono wa mtu awaye yote. Ndio. Akasemaje? Akawaambia, Bwana ni shahidi juu yenu. Bwana ni shahidi juu yenu. Na Masihi wake ni shahidi leo. Na Masihi wake ni shahidi leo. Ya kuwa hamkuona kitu mkononi mwangu. Ndio. Nao wakasema, yeye ni shahidi. Samueli akawaambia,
watu. Ni yeye Bwana aliyewaweka Musa na Haruni, ndiye yeye aliyewatabata. Haleluya, haleluya. Huu ndio ujasiri wa mtumishi wa Mungu yeyote. Huu ndio ujasiri wa kiongozi wa kiroho yeyote. Huu ndio ujasiri anapaswa kuwa nao hata kiongozi wa kijamii, hata kiongozi wa serikali. Anapaswa kuwa na ujasiri. Anapomaliza muda wake, anaanza kutoa hesabu, anazungumza mbele ya mkutano wote, anawaambia nisikilizeni leo, nani niliyemtendea mabaya? Biblia inasema Israeli wote wakasema hakuna baya uliotutendea. Hayo ndiyo maisha ya mtumishi wa Mungu. Hayo ndiyo maisha ya kiongozi. Hayo ndiyo maisha ya mtu anayemcha Mungu. Maisha yako lazima yakushuhudie. Haleluya, haleluya. Maisha yako lazima yakushuhudie. Biblia inasema mioyo yetu isipotuhukumu tuna ujasiri mbele zake. Mtu aliyeokoka yeyote, ni kiongozi sio kiongozi, ni mhubiri sio mhubiri, lazima uwe na ujasiri mbele za Mungu. Haleluya, haleluya. Hata ukisimama mbele ya vyombo vya sheria, hata ukisimama mahakamani, unawaambia mimi namcha Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Nilikutana na watu fulani, nikawaambia mimi namcha Mungu, mimi ni mwadilifu. Kama kuna mtu anaweza akashuhudia kukosa uadilifu kwangu, na aseme leo kwamba wewe sio mwadilifu katika maeneo haya, wakanyamaza kimya. Lazima uliyeokoka uwe na ujasiri, maisha yako yawe na uhakika ya kwamba mimi ni mtu mwaminifu. Unaweza ukaamini. Bwana na tusaidie sana. Haleluya, haleluya. Lakini sio wewe tujishuhudie, ila watu pia wanaokutazama, wanaokusikiliza, unaoishi nao, lazima waseme huyu tunamjua, huyu ni mwaminifu. Unaweza ukajisema mwenyewe, lakini watu wakasema wewe unadanganya. Niwe na ujasiri wa kuongea mbele ya mke wangu, niwaambie mke wangu yuko hapa, niambie ni wapi mimi sio mwaminifu. Niwaulize watoto wangu mko hapa, nishuhudieni mimi baba yenu, ni kwenye eneo gani mimi sio mwaminifu. Watoto wanyamaze kimya, mke anyamaze kimya, ndugu zako anyamaze kimya, kila mtu anyamaze kimya, aseme huyu ni mwaminifu. Je, maisha yako wewe yakoje? Ni kwa kiwango gani wewe ni mwaminifu? Je, Mungu anaweza akakushuhudia? Kwa sababu hata Mungu naye lazima akushuhudie, aseme huyu ni mwaminifu. Haleluya, haleluya. Tukiwa na maisha ya uaminifu, hata tukipelekwa kwenye mabaraza, hata ukipelekwa wapi, maisha ya uaminifu yanakushuhudia. Una sababu ya kuogopa, wewe ni mwaminifu. Anasifiwe. Mungu anawaambia akina Miriam na Haruni, wakati wamekaa pamoja wanamteta Musa, mtumishi wa Bwana, wanaanza kumshambulia Musa. Wanaambia Musa, wewe uko hivi, Musa uko hivi, wewe Musa umekosea.
kwa nini umemuoa yule mwanamke? Musa, Biblia inasema Musa alikuwa mtu mpole sana kuliko wote duniani. Musa maisha yake yalimtetea mbele za Mungu. Haleluya, haleluya. Wakati akina Miriam na Haruni wanamshambulia, Musa hakureact. Kwa nini leo tunapambana na watu wanaotusema? Kwa nini leo tunapambana tunareact na watu wanaotuonea? Ni kwa sababu hatuna ujasiri. Maisha yetu mbele za Mungu yakiwa ni safi, tunasema Mungu ni mwamuzi. Maisha yako unaoishi yatakutetea. Haleluya. Wakati Musa amenyamaza kimya, Mungu akatokea akasema, nisikilizeni Miriam na Haruni. Anasema pakiwepo nabii nitasema naye kwa ndoto. Hebu soma hapo kitabu cha Hesabu 12. Soma Hesabu 12. Lazima pia Mungu akushuhudie. Wewe ujishuhudie, lakini watu wakushuhudie na Mungu mwenyewe akushuhudie. Anzia mstari wa 6. Hesabu 12 mstari wa 6. Hesabu 12 mstari wa 6. Ndio. Inasema, Kisha akawaambia, sikilizeni basi maneno yangu. Akiwapo nabii kati yenu, mimi Bwana nitajifunua kwake katika maono. Nitasema naye katika ndoto. Sivyo ilivyo kwa mtumishi wangu nani? Musa. Yeye ni mwaminifu katika nyumba yangu yote. Haleluya. Haleluya. Huyu ni Mungu anawaambia kina Miriam. Anasema akiwapo nabii katikati yenu, yeye nitajifunua kwake kwa maono. Yeye nitasema kwake kwa njia ya ndoto. Lakini sivyo kwa mtumishi wangu Musa. Yeye nitasema naye kwa mdomo. Yeye ni mwaminifu. Haleluya. Haleluya. Lazima tuwe na maisha ambayo Mungu mwenyewe, hata kama wanadamu watapinga uadilifu wetu, lakini Mungu mwenyewe aseme huyu namfahamu, huyu ni mwaminifu. Bwana asifiwe. Haleluya. Waliomkataa Yesu walikuja kumkubali Yesu baadaye. Pilato walipomleta Yesu kwake ili amhukumu, Pilato akawaambia, sioni hatia juu ya mwenye haki huyu. Sioni hatia, sioni kosa, sioni jambo la kumshtaki mwenye haki huyu. Bwana asifiwe. Haleluya. Mtu ambaye alikusudia aliwekwa mhukumu, lakini anasema sioni sababu ya kumhukumu, hana hatia. Lazima hata maadui zako ifike mahali waseme huyu hana hatia, mwacheni. Kijana mmoja namfahamu, alikuwa ni muuni. Alikuwa ni muuni sana, alikuwa anavuta bange, ni muuni sana. Yule kijana akawa amempokea Yesu, akawa ameokoka. Na ukweli yule kijana alibadilika sana.
Ukipokea Yesu kwa kumaanisha, mabadiliko yanakuja. Haleluya! Yule kijana akiwa amebadilika, hata askari polisi wa maeneo yale walijua kwamba kijana huyu, yule kijana ni kweli alikuwa ni muuni, ni kweli alikuwa ni mvuta bangi, lakini yule kijana ameokoka. Akakamatwa pamoja na vijana wengine, ndugu zake, rafiki zake, wakampeleka mpaka polisi. Alipopelekwa polisi na wale vijana, polisi wakasema, hawa vijana wengine wawekeni ndani, ila huyu hata kama hatujasikia alichokifanya, huyu kijana tunafahamu, huyu ameokoka, huyu tumwacheni aende zake. Haleluya, haleluya. Hata polisi wanaelewa. Bwana asifiwe. Ukiwa mwenye haki, ukiwa mwaminifu, ukiwa na mcha Mungu, hata ukipelekwa kwa jeshi la polisi, hata ukapelekwa kwa jeshi la ulinzi na usalama, wakakupeleka, wanasema tunakupeleka, hawakufahamu kinachokushuhudia kwamba nipelekani popote, ila mimi ni mwaminifu, sina hatia. Mimi leo huwezi ukanitishia kwamba nakupeleka polisi, hata kama nitakuwa nimefanya kosa kwa bahati mbaya, kwa kutokujua sheria. Hata nikapelekwa mahakamani kwa kosa ambalo nalifanya pasipo kujua, nalifanya kwa bahati mbaya, mimi mtu hawezi kunitisha na kupeleka mahakamani na kupeleka polisi. Maisha yangu mimi ni mwaminifu. Haleluya. Wala sina sababu ya kuogopa. Wewe utaukamata, siwezi kuogopa. Naheshimu sheria za nchi, lakini namcha Mungu. Mimi ni mwaminifu. Na haya ndiyo maisha, binti yangu, dada yangu, mama yangu, kaka yangu naye nisikia. Haya ndiyo maisha tunapaswa kuishi mbele za Mungu. Maisha ya uaminifu. Lazima watu wa kuamini. Haleluya, haleluya. Mwandishi Daudi anasema waaminifu wametoweka. Fikiria kama Daudi kipindi kile anasema waaminifu wametoweka, miaka mingi iliyopita kabla ya Kristo, miaka mingi iliyopita anasema waaminifu wametoweka. Vipi wakati huu tulionao? Bila shaka hawapo. Haleluya, haleluya. Bila shaka hawapo. Wakiwapo labda ni mmoja ambaye ni mimi hapa. Haleluya. Wanaweza kawa wote wakatoweka, lakini kama wamebaki waaminifu wachache, wamebaki wawili, wamebaki watatu, amebaki mmoja, bila shaka mmoja huyo ni mimi niliyesimama mbele yako. Mimi ni mwaminifu. Haleluya, haleluya. Ndiye nina ujasiri wa kusimama mbele yako nikakwambia, niambie ni wapi mimi umenishuhudia nimepoteza uaminifu, niambie. Bwana tusaidie. Haleluya. Yesu wakati anawatuma wanafunzi wake, ukisoma Mathayo sura ya 10 mstari wa kwanza na kuendelea, wakati anawatuma wanafunzi wake anasema, nendeni ukapozeni wagonjwa, kafufuni wafu. Anawaambia, katika mji wowote mtakaoingia, tafuteni mtu mwaminifu. Halo, halo. Mji
wowote mtakaoingia, msiende kwa kila mtu, mtafuteni mtu mwaminifu, mwende mkakae kwake. Mtu mwaminifu ni shida sana kumpata leo. Akawa mwaminifu kwenye pesa, akikopa analipa kwa wakati. Nikiuliza hapa, ni nani mwaminifu kwenye pesa? Alisema nitalipa kwa wakati, na kweli hadaiwi, alilipa kwa wakati. Unaweza usimpate hata mtu mmoja. Wengi tunadaiwa, hatujalipa. Na kukopa sio shida. Haleluya. Kukopa sio shida. Shida ya kukopa inakuja pale umeahidi nitalipa siku fulani, halafu haulipi. Mimi jana nilipigiwa simu na ndugu mmoja. Nilienda kule mjini nikachukua, kuna chombo fulani nilikichukua cha hapa kanisani, nikamwambia baada ya mwezi mmoja nitakurudishia, nitalipa ile pesa. Na nilikuwa nakumbuka ni tarehe, ni siku, ni kesho. Akanipigia simu jana, akaniambia baba mchungaji. Nikamwambia ndio, mimi ni fulani, akumbushia ile hela. Nikamuuliza, kwani tarehe tuliyokubaliana imefika? Akanambia naona imefika baba mchungaji, kwa sababu yule mwenyewe alinipigia simu jana. Nikamwambia mimi nimerekodi ni tarehe 15, lakini kwa sababu umenipigia simu na tarehe 15 ni kesho kutwa, ngoja nikutumie hizo pesa. Haleluya, haleluya. Nikaenda kwa wakala, nikamtumia zile pesa, nikamwambia pesa nimeshaziingiza hapo, na zilikuwa kidogo. Bwana asifiwe. Mtu huyo nikienda kwake, nikamwambia nataka chombo hiki, sina pesa tena. Amelipa, ananipa, wala hajui kanisani kwangu, hajui naishi wapi, na sio mara ya kwanza, lakini mimi ni mwaminifu. Bwana asifiwe. Haleluya. Ninapofundisha uaminifu, nina ujasiri wa kufundisha uaminifu kwa sababu maisha yangu mimi ni mwaminifu. Mimi sio kama wale wanasema fuateni ninachokisema, matendo yangu msiyafuate. Mimi nasema fuateni, angalieni maisha yangu vile ninaishi. Sisi wanadamu, sisi ni dhaifu. Mungu ametumba ni dhaifu. Hakuna mtu mkamilifu duniani. Hizo kauli za hakuna mtu mkamilifu, hizo ni kauli za wanywa pombe, watu wa dini kule ndo anaongea hakuna mkamilifu. Sisi tuliookoka, Biblia inasema mtakuwa wakamilifu kama mimi Baba yenu nilivyo mkamilifu. Haleluya. Moja ya sifa ambayo Ayubu anapewa,
Mungu anamwambia Shetani, moja ya sifa nampa, anamwambia umemwona mtumishi wangu Ayubu, hakuna mtu kama yeye, mtu anayenicha, aliyejiepusha na uovu, mtu mwaminifu. Oh, haleluya, haleluya. Kilichomfanya Enoko alipaa asione mauti. Biblia inasema Enoko kwa miaka yote aliyoishi, miaka 360, Biblia inasema Enoko aliishi, alitembea pamoja na Bwana. Haleluya. Kutembea pamoja na Bwana ni kutokuwa na hatia. Huwezi ukatembea na Bwana kama wewe una hatia. Huwezi kutembea na Bwana kama wewe maisha yako ni ya dhambi. Kutembea na Bwana lazima we mwaminifu. Kutembea na Bwana lazima we mtakatifu. Yeye ni mtakatifu. Haleluya, haleluya. Nasema yeye Jehova ni mtakatifu. Maisha yako yanakushuhudia. Huwezi kutembea na Bwana. Bwana anatembea na watu waaminifu. Bwana anatembea na watu watakatifu, waliojikana, waliokataa dhambi, ambao wamejitunza. Wao ni waaminifu. Hata akiwa peke yake, yeye ni mwaminifu. Hata akiwa wapi, barikiwe, yeye ni mwaminifu. Mwaminifu hachungwi. Mwaminifu anajichunga. Mwaminifu asimamiwi. Mwaminifu anajisimamia mwenyewe. Huyo ni mwaminifu Bwana. Ukimpata kijana mwaminifu, mfanya biashara, kaa naye. Haleluya. Ukimpata mtu mwaminifu kwenye biashara yako, kaa naye. Hata unaweza kumjengea nyumba, wewe mjenge. Wengi biashara zao zimekufa kwa sababu hakuna mwaminifu. Vijana wengi sio waaminifu. Mabinti wengi sio waaminifu. Waaminifu wametoweka. Ukimpata kijana mwaminifu, ni binti mwaminifu nyumbani kwako, ni dada wa kazi mwaminifu, hata kisema niongezee mshahara, usione shida kumongezea mshahara, maana waaminifu wametoweka. Usidhani mwaminifu utampata kila mahali. Waaminifu ni wachache. Mabinti waaminifu ni wachache. Ukimpoteza uliye naye, itakugharimu kumpata mwingine tena. Uliye naye ni mwaminifu, shikilia sana, maana waaminifu wametoweka. Haleluya, haleluya. Waaminifu wametoweka. Wachungaji waaminifu wametoweka. Ukimpata mchungaji mwaminifu, wewe mtunze, kaa naye. Ukimpata yote mwaminifu, wewe mtunze, kaa naye, maana yeye ni mwaminifu. Sote ni waaminifu. Nasema ukimpata mwaminifu, kaa naye. Haleluya, haleluya. Mtu mwaminifu habarishi na mazingira. Haleluya. Biblia nasema uwe mwaminifu hata kufa. Hata kwa kiwango cha kufa, baki kuwa mwaminifu. Ni mama kuwa mwaminifu, ni baba kuwa mwaminifu. Hata kama uaminifu huo utakugharimu kufa, uwe tayari kufa. Haleluya, haleluya. Uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Kuna taji ya uzima kwa mwanamke mwaminifu. Kuna taji ya uzima iko na kusubiri kwa yeye ambaye ameamua kuwa mwaminifu. Naongea na mwanamke aliyoko hapa. Upo kwenye ndoa, usiige tabia ya mume wako. Hata kama mume wako anachepuka, wewe baki kuwa mwaminifu. Hata kama mke wako anachepuka, wewe baki kuwa mwaminifu. Usiige tabia ya mume wako. Wao wameokoka. Haleluya.
Sema mimi nimeokoka. Mwambie mume wako mimi nimewekwa. Mfalme anawauliza, ewe Abednego, Shadraka na Meshaki, je, mnaendelea kuwa waaminifu kwa Mungu mpaka sasa? Moto uko hapo. Kama mko tayari, niambieni leo, nitawasamehe. Wasikilize hawa, haleluya, hawa mashujaa wa imani. Abednego, Shadraka na Meshaki, moto umechochewa mara 7, tanuru imechochewa mara 7. Wakamwambia, mfalme Daniel, ewe mfalme, uishi milele. Dario, tusikilize mfalme, sisi tunamcha Mungu, sisi ni waaminifu, sisi hatuko tayari kuyangukia sanamu. Tuko tayari. Kama unataka kutupeleka kwa hiyo moto, tupeleke kwenye huo moto. Tunajua, haleluya, sisi ni waaminifu. Tunajua Mungu aweza kutuokoa na hiyo tanuru la moto, lakini hata tunajua anaweza kutuokoa, anaweza kutuokoa. Haleluya, sikiliza maneno haya. Tunaelewa ya kwamba kwenye tanuru la moto tunajua Mungu anaweza kutuokoa, lakini hata asipotuokoa, hata atuache tufe, sisi hatuko tayari. Haleluya. Ushuhuda wa mama mmoja Kenya. Yule mama alikuwa anampenda Yesu, alikuwa ameokoka, alikuwa mwaminifu kwa ndoa yake. Mume wake alikuwa ni mlevi, mume wake alikuwa ni muhuni, mume wake alikuwa ni mkorofi. Yule mama aliokoka. Haleluya, haleluya. Yule mama aliokoka, alikuwa anampenda Mungu. Mume wake alikuwa anamfanyia visa, mume wake anatoka nje ya ndoa. Yule mwanamke ndiye alikuwa ni muombaji tu. Mume wake anakunywa pombe, akirudi nyumbani mume wake anamfanyia ukorofi, lakini mwanamke anaandaa chakula vizuri, anamtengea chakula vizuri, anampa maji ya kuoga, anamwambia majina mazuri mara kwa mara. Akiwa baa yule mwanamke, yule baba na rafiki zake anakunywa pombe. Wale rafiki zake wanasema hakuna kuokoka. Hakuna, wanaosema ameokoka wanadanganya. Yule baba akasema, pamoja na kwamba mimi nakunywa pombe, ni muhuni, ni mkorofi, ila mimi nina ujasiri wa kusema nyumbani kwangu nina mtu ameokoka. Ni nani? Akasema ni mke wangu mimi ameokoka. Baba ni mkorofi, baba ni muhuni, lakini hakuwahi kuona ubaya kwa mke wake. Wanawake, tujifunze kwa mwanamke kama huyu. Mtu kama hajaokoka anaweza kufanya chochote tu, hajaokoka. Wakamwambia, wakasema, twende ukatuonyeshe mke wako tukamkague. Waliomaliza kunywa pombe, wamelewa usiku wa manane, yule baba akasema, twendeni mkamshuhudie mke wangu, na waambia ameokoka. Wameenda wamelewa. Wakafika pale, mwanamke ashaandaa chakula vizuri, ashamtengea mume wake. Wakaanza kupiga mlango, gonga. Wewe mwanamke mshenzi, wewe mshenzi, na tu na kaka, fungua mlango.
Mwanamke, mume wangu, fungua mlango. nakuja kufungua mume wangu, subiri kidogo. Fungua, piga teke. Mwanamke akaenda akafungua mlango, na wale jamaa rafiki zake watatu na wakaingia, wakaanza kumwala. Mke wake kawa ametulia tu, anaendana nao. Kabla mke wangu, umekuja na rafiki zako? Umekuja nao? Hebu naomba mkae hapa, chakula kipo hapo, ngoja wanaushe. Wale watu wakaanza kushangaa, haya mavurugu yote haya, pamoja na kutukana mwanamke bado anafanya hivi. Akawatengea chakula, sema kuleni. Wakala chakula wakamaliza. Walipomaliza, wale jamaa wote watatu na yule mwanaume wakasema, kuanzia sasa sisi tunamtaka huyu Mungu wako, tunataka tuokoke. Haleluya! Tangu siku ile maisha ya yule mwanamke yaliwabadilisha. Wanaume watatu ambao walikuwa ni walevi, wanaume watatu ambao walikuwa ni wabaya, wakageuka, wakaokoka, wakasema, kuanzia leo sisi tumeokoka, tumejua kuna kuokoka duniani. Bwana asifiwe. Mtu mwaminifu hawezi kubadilishwa na mazingira yoyote. Ni mwaminifu kanisani, akitoka nje ya kanisa sio mwaminifu. Kwenye ndoa sio mwaminifu. Leo imekuwa ni ngumu sana kumtofautisha mwanaume wa kirokole na mwanaume asio wa kirokole. Wote wanafanana tu. Kumtofautisha mfanya biashara aliyeokoka na ambaye hajaokoka inakuwa ni ngumu. Maisha yanafanana tu. Lazima kuwepo na utofauti, haleluya, kati ya aliyeokoka na ambaye hajaokoka. Huwezi kuwa mwaminifu mpaka ndani yako kuwemo na roho inaitwa roho bora. Roho bora ni ipi? Ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye analeta tunda la uaminifu. Danieli anasifiwa kwamba alikuwa mwaminifu. Kwa nini? Ndani yake kulikuwa na roho bora. Maisha yako leo, mchana wa leo, yanakushuhudia wewe kwa Mungu sio mwaminifu, kwa watu sio mwaminifu. Nikubadilisha tu laini za simu, unakopea hii, ukishakopa unaidampu, unakusajili ni bure. Sasa hivi unasajili nyingine tena, unaikopea hiyo uliyoikopea. Leo mtu akitaka kutumia hela mpaka umwelekeze. Mimi hiyo naifuta. Nitumie, ngoja nikutumia namba ya kuingizia pesa. Kama mtu ana namba ya Voda hiyo na umeisajili, atume kwenye hiyo, si ndio? Umesoma tumaje? Wamekataa.
basi kama wamekata, si ushukuru, si umelipa deni. Kagua simu zako. Bwana asifiwe. Hatutakiwi kudaiwa hata na mitandao ya simu. Bwana asifiwe. Haleluya. Hayo madeni leo najifanya mjanja. Leo ngoja nikupe deni. Hizo laini unasajili hizo unatupa. Unasajili unatupa bila kulipa. Hizo wewe umesajili, na nyinyi ambao mna kawaida kuwasajilia watu, nikusajilie. Anasajili kwa kitambulisho chako, alafu anakopea. Akikopa alipe. Mdaiwa ni wewe. Siku na jambo la kisheria, siku na jambo nataka kukopa benki, siku natafuta passport, wanapotraki kule wanaangalia jina lako, wanakuja kugundua ulishaandikiwa wewe ni mdaiwa sugu. Nilikopa lini? Yule uliyemsajilia ndiye alikopa, alafu nakula kwako. Bwana asifiwe. Umepata scholarship ya kwenda nje, umepata nafasi ya kutaka kwenda nje, kitakachokuja kukuzuia watasema wewe ni mdaiwa sugu. Lipa madeni, utalipa, na kwamba ukishalipa utasubiri miaka 6 ndio wakuklia kwamba wewe sasa unaweza ukaendelea na process zako. Kama kuna mtu ulimsajilia, upate elimu. Umemsajilia mtu, unafanyaje? Ongea naye. Kama dai la, kama sio hivyo, fuatilia, nenda kwa wanaohusika kwa mitandao, naomba hii laini muifungie. Nakupa elimu, lakini nakwambia uwe mwaminifu hata kwenye mitandao ya simu, usikubali. Unaweza ukakopa, lakini lipa kwa wakati. Paulo anasema msiwiwe na mtu chochote. Bwana tusaidie. Bwana tusaidie. Kuwa mwaminifu kwa watu. Kuwa mwaminifu kwa Mungu. Kwa Mungu ndo kabisa. Mwaminifu ni mtu anayetekeleza ahadi yake. Mwaminifu ni mtu anayefanya jambo kama alivyoahidi au kama alivyoambiwa, anatekeleza. Mithali 20:25. Mithali 20:25. Ni mtego mtu aseme kwa haraka kwamba kitu hiki ni wakfu, maanake kitu hiki nitampa Mungu, lakini baada ya hapo uanza kutafuta habari. Ukiahidi lipa, ukiambiwa fanya. Ni mangapi Mungu umemwahidi hujayafanya? Je, Mungu hakudai?
Anasema katika kitabu cha Zaburi, nimalize kwa kusema maneno haya. Zaburi 18:25 anasema, kwa mtu mwaminifu nami nitakuwa mwaminifu kwake. Ukiwa mwaminifu kwa Mungu na Mungu atakuwa mwaminifu kwako. Vile ambavyo wewe sio mwaminifu, unapoteza fursa ya Mungu kukutendea uaminifu. Mungu wetu ni mwaminifu, lakini anafanya jambo kwa mtu aliye mwaminifu. Kwa mtu aliye mwaminifu nami nitakuwa mwaminifu kwake. Uwe mwaminifu hata kufa. Uaminifu una faida. Haleluya, haleluya. Uaminifu una faida. Uaminifu ni mtaji. Biblia inasema mtu mwaminifu atakuwa na baraka tele. Dunia ya leo hatuhitaji kuwa na pesa ili kuanzisha biashara. Dunia ya leo tunahitaji kuwa waaminifu ili tuanzishe biashara. Bwana asifiwe. Haleluya. Hata mabenki yanakagua mtu mwaminifu. Yakitaka kukopesha na ingia kwenye simu, yanakutona ndani. Benki ziko tayari kumpa mtu pesa. Taasisi ziko nyingi, lakini sio mwaminifu. Uaminifu ni mtaji. Mwenye aliye mwaminifu atakuwa na baraka tele. Simama mahali ulipo, jiulize, inamisha kichwa chako. Je, ni kwa kiwango gani wewe ni mwaminifu? Biblia nasema mioyo yetu isipotuhukumu tuna ujasiri kwa Mungu. Kwa nini upoteze fursa ya Mungu kukusaidia kwa sababu tu wewe sio mwaminifu? Mungu anakudai, unadaiwa. Unasema mbona mambo hayaendi? Umepoteza uaminifu. Mtu mwaminifu huwezi kumsimamia. Ukimpa kazi unaweza kumpa pesa, kama Yusufu alikuwa mwaminifu. Anasema vitu vyote nimekabidhiwa, wala mfalme wala mzee ajui hesabu yake. Alikuwa mwaminifu. Watu waaminifu hapa. Mwaminifu anatafutwa. Wampate wapi mwaminifu? Na naweza kumpata mtu mwaminifu? Wanakuja kwenye nyumba za ibada kama hizi. Nitafutie mtu mwaminifu. Ninaangalia, napiga mahesabu, naandika mpaka majina. Naangalia hapa, naangalia huyu, nampima. Nagundua hamna uaminifu hapa, tapeli tu. Mtapata lawama bure. Mtu akaue biashara yake, aje anitupie lawama mimi. Namwambia mzee, ndugu yangu, mimi sina mtu, tafuta mahali pengine, kwangu sina mtu. Siwezi kumwambia mkamhurumia kijana, baba mmoja, namhurumia, sasa mchukue hata huyo. Sifanyi hivyo. Lakini kwa nini usio mwaminifu? Uaminifu wa kwanza unaanzia kwa Mungu. Mbona wewe sio mwaminifu? Mbona sio mwaminifu kwa Mungu? Unafanya kazi, unapata mshahara. Mbona kwenye mshahara wako sio mwaminifu?
unafanya biashara, unafanya kazi, unapata pesa, na Mungu anaelewa, anajua faida uliyoipata kuanzia Jumatatu, anaelewa mpaka jana Jumapili, anaelewa. Anajua ulivyouza, anaelewa mauzo yako, anaelewa kazi zote ulizozipata, anaelewa. Alitarajia utakuwa mwaminifu kwake. Inamisha kichwa chako. Tafakari maneno haya. Uzima kinanda kidogo. Tafakari maneno. Je, moyo wako na kushuhudia kwamba wewe ni mwaminifu? Je, ulikuwa mwaminifu kwa Mungu? Je, ukuwahi kuahidi? Uliahidi nitafanya. Umefanya? Piga picha kanisani kwako kwa mchungaji wako. Kwa mtu aliye mwaminifu, nitakuwa mwaminifu kwake. Musa anawaambia Israeli, anasema Mungu wetu huyu ni mwaminifu. Mungu hajapoteza uaminifu wake. Anamtafuta nani aliye mwaminifu, amuonyeshe uaminifu wake. Mbona umepoteza uaminifu uliokuwa nao? Mbona umepoteza uaminifu ulio nao? Mbona unajichelewesha? Binti uliyeko hapa, mbona unajichelewesha mwenyewe kwa sababu wewe sio mwaminifu? Mungu alitamani akutendee mema, lakini sio mwaminifu. Baba uliyeko hapa, mama uliyeko hapa, jikague leo, kila mtu ajichunguze. Je, Mungu anataka kuja kwako, wewe ni mwaminifu? Samueli anauliza, nani niliyemwibia, nani niliyemdhulumu? Lakini wewe umemdhulumu Mungu. Moyo wako na kushuhudia wewe ni mnyang'anyi, umemnyang'anya Mungu cha kwake. Unasema Mungu uaminifu wako uko wapi? Anatafuta nani aliye mwaminifu. Baba mtakatifu, Mungu wa kweli, maneno haya uliyaweka moyoni mwangu wiki nzima, nije niwaambie watoto wako, kama vile ambavyo mtumishi wako Paulo alipoongea na wazee pale Mileto, akasema sikujiepusha kuwahubiria maneno yenye kuwafaa. Mimi sina hatia, nami Mungu nimeyasema maneno haya kwa watoto wako. Mwenye masikio ya kusikia ameyasikia maneno haya. Roho Mtakatifu, mimi sina hatia. Wewe ni shahidi ya kwamba nimesema kwa ujasiri kwa habari ya uaminifu. Wewe unalituma neno kwetu ili kutuponya, ili kututoa katika maangamivu yetu. Neno hili Bwana
likatutoe kwenye kukosa uaminifu. Wako ambao wametamani uponyaji, wametamani kuinuliwa, wametamani Mungu atendee mema, lakini ulipokwenda kwao ukakuta sio uaminifu. Roho Mtakatifu tusaidie. Kila aliyesikia maneno haya msaidie Bwana. Maneno haya yakambadilisha, akachukua hatua ya kulipa anachodaiwa nawe Bwana, akachukua hatua ya kulipa anachodaiwa na wenye makampuni ya simu, akachukua hatua ya kulipa na wale waliomkopesha, akachukua hatua ya kutengeneza popote ambapo imepoteza uaminifu. Baba tusaidie. Tutapita kwenye mazingira magumu, lakini katika mazingira hayo Bwana tusaidie tuendelee kuwa waaminifu. Kwa jina la Yesu Kristo watoto wako na wakabidhi mikononi mwako. Nami nawatakia mabadiliko, nawatakia roho ya uaminifu, roho bora iliyokuwepo kwa Danieli ikawepo kwa watu hawa, wakawe na tunda la uaminifu likatende kazi ndani mwao, katika jina la Yesu, amen. Mungu